Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa tafakari ya siku nzuri. Na tafakari tulio nayo leo inatupa kutoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa kwanza. Nichukue nafasi hii kukusalimu katika jina la Yesu Kristo, na tunaendelea na tafakari yetu inayosema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini mimi. Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Haya ni maneno aliyasema Yesu na wanafunzi wake akiwa anakaribia kwenye kukamilisha kazi yake, ama kuingia kwenye kusudi hasa lililomleta hapa duniani. Ili ni neno la kutia moyo, ni neno la kuondoa mashaka ndani ya mtu ama ndani yetu. Alisema na wanafunzi wake akisema, msifadhaike mioyoni mwenu. Kufadhaika moyo ndio chanzo cha ukengeufu wa mwanadamu. Moyo unapofadhaika, moyo huo umehama mahali pake. Moyo hushindwa kubeba yale ambayo ndio kanuni ya moyo huo kubeba, ama kutembea nayo hivyo, kuyabeba, ndio lugha nzuri. Kwa hiyo moyo unapopata mshtuko juu ya kitu, alafu unahama kwenye eneo lake. Ni kama vile tunasema mguu umefyetuka, mfupa umetoka kwenye eneo lake ukaenda pembeni. Sasa kitakachofuata ni maumivu kwenye eneo lile. Kitakachofuata ni kushindwa kutembea, kwa sababu kuna mfupa kwenye goti, ama kwenye kiwiko, ama kama ni kwenye mkono, kwenye bega, kiungio cha mkono na bega hivyo, ama hapa kwenye mkono, mahali ambapo unavalia saa, kwenye kiungo, wrist. Sasa Yesu alitaka, wakati anazungumza nao, alitaka tusije tukaruhusu kitu chochote kikafyetua imani yetu. Na alijua kabisa kwamba kuna wadanganyifu, kuna uharibifu ambao shetani atautumia kupitia wanadamu na kusababisha watu waweze kufadhaika mioyo. Sasa mfadhaiko wa moyo, alitambua kabisa kwamba utaleta athari ya kuzuia watu wengi kuingia katika ufalme wake, na utazuia watu wengi na kuwaondoa kwenye imani ya kweli. Leo hii tunaona tuna imani nyingi zilizozunguka. Yote hii ni kwa sababu ya kufyetuka. Moyo umekuwa dislocated, umeondolewa mahali pake, ukawekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo sasa moyo hauwezi tena kwenda kuishi kwa namna ile ambayo ilikusudiwa, kwa maana kutambua, kuelewa. Ndio maana unakuta kwamba huyu anasema hiki ndio sahihi, yule anasema hiki ndio sahihi, jambo linalomhusu Mungu. Lakini tuna kanuni moja ambaye tulijengewa, tuna amri moja, kwa manake tuna msingi mmoja ambao unatuweka sisi hata tuweze kufanana. Sasa tofauti zetu zinatokana na mioyo kuwa dislocated, kuenguliwa mahali, kuteguka na kugeuka. Kwa hiyo ukawa moyo hauelewi tena ile system
ya Mungu, bali unaelewa system nyingine, kwa sababu kuna kitu kimeingia pale, kuna kitu kimefanyika. Kwa hiyo kile kilichofanyika, either nimejipigiza mahali, nimeanguka, vyovyote vile, lakini ikasababisha kiungo kikaharibika. Moyo ni kiungo muhimu sana kwa mwanadamu. Moyo ni kiungo ambacho Biblia imesema katika Zaburi ile 119 kwamba nalinda moyo wako sana, na kwingine akasema nimeliweka neno lako ndani yangu ili nisikutende dhambi. Kutenda dhambi sio kwenda kuzini tu. Kutenda dhambi si kusema uongo tu, kwa jinsi ambavyo tunavyoweza kuhesabu katika akili zetu sisi kibinadamu, katika kuhesabu vitu. Kukosea ni pale mahali nitaruhusu moyo wangu ukateguka, na moyo ukishateguka unaingia, moyo huo unaingia kwenye ukengeufu. Ukishaingia kwenye ukengeufu, system yangu ya kufahamu ama kuelewa inapotea. Nitaelewa kile ambacho moyo umegeukia huko na kuelewa. Kwa hiyo ndio nitakielewa na ndivyo nitakitendea. Sasa hapa panatuingiza kwenye makosa mengi ambayo tunayafanya hata kuwa watu wakengeufu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yeremia ya kwamba moyo, jamani, moyo ni mgonjwa. Moyo ni mgonjwa. Moyo ni mkengeufu. Moyo hauna, yani saa yoyote unaweza ukateguka. Kama vile unaambiwa tembea kwa umakini, kanyaga kwa makini. Hasa unapofika eneo kama vile kama kwenye mahoteli na maofisi mengine, unakuta wana vibao wameweka, kule Ulaya wanafanya hivyo sana. Kama wamefanya usafi mahali watu wanapita na nini, wanaweka alama pale ya kuambia kwamba pita ama tembea kwa umakini, maana hapa unapopita pamebeba hatari. Sasa hizi ni hatari na tahadhari ambazo tunatakiwa sisi wanadamu tuwe nazo katika kulinda moyo. Kuna maeneo mengi tunapita, tunakutana na watu wengi. Nimejifunza vitu vingi kwa maana ya kukutana na watu, kuishi na watu. Unajikuta kwamba unaweza ukaingia mahali ama ukakutana na mtu ama ukashikamana na mtu ama ukajikuta umeungamanishwa, kwamba kuna kitu kimekufanya ukaunganishwa na mtu ama watu, lakini kumbe hapo umeingia sasa ni eneo ambalo ni la hatari kwako, ambapo usipokuwa mwangalifu moyo wako utakengeuka. Na kukengeuka kwake sio kwamba watu watakuwa ni wapotofu, labda wana injili tofauti, watakupeleka jehanamu wa nini. Wamebeba mioyo mikengeufu. Moyo mkengeufu uharibu moyo mkengeufu. Ndio uharibu moyo mzuri na kuuingiza kwenye ukengeufu. Ndio maana anasema, Biblia inasema kwamba chachu ndogo huchachua donge zima. Kwamba chachu ndogo, yani moyo mmoja ulio mkengeufu, una nafasi nzuri na kubwa kuharibu mioyo 1000 mizuri kwa wakati mmoja. So tafakari yetu ya leo inatutaka kulinda mioyo yetu na kuwa waangalifu, kwa sababu dunia tunaoishi leo inatutaji kuwa waangalifu sana na kufanya ama kuruhusu mioyo yetu isiwe inafadhaika. Kwa maana usiruhusu kitu kikaufadhaisha moyo wako. Moyo wako kisha fadhaika, ni rahisi kuingia kwenye ukengeufu, na unaweza ukajikuta mahali ambapo ni pabaya. Kuna watu leo hii wako kuzimu ambao wanasubiri kwenda jehanamu, maana hawana nafasi nyingine tena ya kutengeneza, kwa sababu muda wao wa kuishi umeisha. Sisi bado tumepewa kuishi. Linda moyo wako. Linda moyo wako. Yesu alisema msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu. Trust in God, muamini Mungu. Elekeza moyo wako na ufundishe moyo wako muamini Mungu. Kwa sababu unaweza, kama ninavyosema, unaweza ukakutana na wanadamu ambao mioyo yao ni mikengeufu. Kama hujaufundisha moyo wako kumwamini Mungu, ni rahisi kukengeuka. Kukengeushwa na moyo ulio mkengeufu. Kwa hiyo unapofundisha moyo wako kulinda, yani unapolinda moyo wako kwa kufundisha kumwamini Mungu, basi unatengeneza mazingira ya uthabiti
katika maisha, yani stability ya maisha yako ya kiroho. Na unapotengeneza hiyo stability, ni uthabiti ambao utakupa wewe kutembea katika njia iliyo sahihi. Hata kama unakutana na watu wabaya, unakutana na mawimbi, chochote utakachokutana nacho, moyo wako umeshaufundisha, kwa hiyo utakuwa unabeba tahadhari. Wacha hii iwe tafakari yetu ya leo, na ukaitafakari. Ili jambo linaonekana lepesi na rahisi, lakini ni zito katika maisha yetu, kwa sababu chanzo cha uharibifu wote ni moyo. Chanzo cha anguko la mwanadamu ni moyo. Chanzo cha watu kuwa kuzimu leo ni moyo. Moyo ukisha kengeuka, basi uharibifu ni mkubwa, na kugeuka ni kazi nyingine mpya. Kwa hiyo Mungu atubariki. Bwana Yesu tusaidie kupitia Roho yako Mtakatifu kulinda mioyo yetu, ili tuweze kutokuingia kwenye ukengeufu. Mungu akubariki.